Yes, karibu sana. Karibu sana kunasikiza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 5 2025, majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambao mnakuwa mnasikiza matangazo yetu. Najua kwamba mko wengi ambao mko mnazidi kufuata matangazo yetu. Kizabe Ayeba, Ejide Kizenga Tembele, King Sele the only one king, ni kwamba wazalendo na FRDC wameweza kuweka tofauti zao pembeni na hivyo kuahidi kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kumpiga adui ambaye ni M23. Na kwa upande mwingine wazalendo kutoka tarafani Fizi, vikosi ambavyo vinaongozwa na majenerali takriban 5 hivi wameweza kufanya kazi kubwa ya kuendeleza kumpiga adui huko maeneo ya tarafani Fizi. Nafikiri katika hivi vitu viwili vikubwa ndivyo tutakwenda kujadili, yani kwamba wazalendo wanazidi kujiimarisha. Wazalendo wanazidi kufanya kazi ambayo ni ya kipekee sana. Na kazi hii ambayo wako wanafanya inafanya watu waendelee kuwa na imani na wao. Ushelewa? Kwa sababu hapo awali wazalendo walikuwa wanapigana sana kupata kitu chochote kile ili kiweze kuwasaidia. Lakini kutokana na kazi ambayo walifanya, wananchi wao wenyewe wako wanajimobilize na wanasema kwamba tutawaona wazalendo. Na ndio maana pia ni vizuri kama hujaungana na Baraka One TV kupitia Operation Saidia Mzalendo, unaweza kutumia namba zetu ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kuwatembelea ndugu zetu wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano, na pia tembelea B1 TV channel 2 ili uweze kukumbana na matukio mengine ambayo yakuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So kulikuwa kuna mtafaruku kidogo ambao ulikuwa unaendelea kati ya wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Na mtafaruku huu ulijitokeza baada ya kuanguka kwa Goma na pia kuja kuanguka kwa maeneo kama Nyabibwe, Minova, sehemu mbalimbali za Kivu ya Kusini. So kuliweza kuwavunja moyo sana wazalendo, na kuwavunja kwao moyo ikasemekana FARDC wanakula rushwa na wao ndio wako wana favorize M23 kuzidi kujisogeza, na hile ikaleta utofauti sana. Ukawa hakuna imani kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wananchi kwanza, na pia hakuna imani kabisa kati ya wazalendo na FARDC. Lakini wazalendo wakawa wanaendelea kufanya kazi zao kwa sababu wazalendo wao wako wanapigana kwa ajili ya nchi, wala wapigani kwa ajili ya maslahi ya mtu kwamba kulinda regime labda kulinda viongozi fulani. Hapana, wanapigana kwa ajili ya kulinda raia wao, mama zao, ndugu zao, kile ambacho wako nacho. Sasa baada ya ile mitafaruku, na pia kulitokea tafran hapa wiki ambayo imepita, maeneo ya Kalehe, Walungu, Kabare, kule kote ambako kuna wazalendo wa hayo maeneo axe ya nord axe ya Sud Kivu kwa upande wa nord. Sasa ile mtafaruku ilikuwa inasemekana kwamba wazalendo wanataka kuwa overtake wa FARDC, waweze kuwapiga wa FARDC. Ushelewa? Na ile pia kukakuja ingine kwamba FARDC na wao pia wanataka kuwanyang'anya nini nafasi wazalendo kama yale ambayo yalifanyikaga Uvira. Ushelewa? Kama ile ndio nene. Sasa hiyo tukaje kuelewa kwamba kuko kunafanyika mchezo wa M23, baadhi ya watu ambao wako wanaingiza zile kuchonganisha FARDC na wazalendo, kwa sababu wakipigana kwao inakuwa iko ni faida. Sasa kile ndio ambacho kilikuja kufanyika, na baada ya pale ikabidi wazalendo
na FARDC waweze kukaa sehemu moja, na walikusanyika wote sehemu moja wakajadili kwamba mambo mengi yamefanyika, mengi yamekuja, kwa hiyo hatuwezi kuendeleza kuwekeana, tunasemaga kwa kabila yetu kwa bobaka, ili kuendelea kuwekeana hizi nongwa, inabidi tuyazungumze na tuweze kuyajenga. Sasa lengo letu sisi ni moja, ni sisi kupigana na yule ambaye amekuja kuvamia ardhi yetu. So haina haja sisi kwa sisi tena kupigana, na ndio maana wakaweza kukutana na kupeana mikono na kuweza kuahidi kwamba watafanya kazi ya pamoja. So mengi na zaidi, tofauti na ile ambayo tulifuata kwenye habari za moto za asubuhi, tutizame pia na hii nayo ni moja kati ya kazi ambazo zimefanyika wakati kunafanyika ile reconciliation between Wazalendo pamoja na FARDC. C'est une journée d'entretien entre les généraux Wazalendo avec nos parents, le commandant régiment des FARDC, pour faire l'entretien, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions et des tactiques pour garder notre population et faire face à l'ennemi. Alors il y avait des pourparlers compte tenu de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça dépendra de nos compréhensions. Mais à tout ce temps, nous sommes réunis comme mes attentes qui étaient passées sur les réseaux sociaux. On vient de terminer cette affaire et nous sommes dans les beaux. Nous sommes assistés par certaines délégations qui sont venues participer par là, des pasteurs et d'autres familiers, avec tout officier militaire Wazalendo et officier militaire FARDC. Bon, j'espère bien qu'en bref, c'est ça. Bon. En fait, à part tout pour dire, sisi ni majeneraux za Wazalendo, mwenye kuongea ni General Daudi Liberateur, ambaye tuko pamoja na komanda regiment baba yetu Colonel Ombeni Copernic, avec le General Simba Wankutu, na Maeshe, avec le General Ngandou, avec le General Mubangu, et General Josué Nyambamba, et la délégation du General Kafuma, et na tuko na wachungaji wenye delegation kutoka kwa mheshimiwa ministre Kahasha, na kulikuwa maparle ya maudio zinazoenda. Tunazidemantir saa hii entre Wazalendo et FARDC en Zivira. Nous venons de terminer l'équivoque et confusion yenye zilikuwa pale. Tuna réparé, il n'y a pas de problème. Je vois que maudio walipata ni ya général contre commandant régiment. Mais c'est fini, il n'y a pas de problème. Ilikuwa tu mes attentes ya batoto hapa ni waparaye, hatuna chochote tunaweza kuwapatia ubaya. Mapepo ziko fasi nyingine ya kupigana na FARDC na Wazalendo, huko tunazigemea kwa jina la Yesu. Azisipate nafasi. Nous sommes un seul homme na tunapashwa kupika vita kwa mtu mmoja. Parce que force yetu tunakoncentre hapa sasa hii adui kwa nyamba nyoka na atanyamba nyoka kwa taarifa yake. Nous sommes prêts à libérer notre territoire conquis par l'ennemi. Tunaanzia hapa Nzibira na kuendelea kungine fasi yote kwenye tu. Voilà en bref ni kwa hiyo. Donc tuna rassurer population qu'il y a un climat de paix, tuna rassurer hiérarchie yetu kama hapa kwenye tuko FARDC na Wazalendo wa kutoka Shabunda, Kalonge, Ninja, Kabare, Walungu, tuko mtu huyu mmoja. Le problème qui voulait se calmer, en tout cas hazina nafasi. Hapa tuko déterminé kwa faire les opérations conjointes ensemble na tu remettre ma espace zetu comme on a chef de l'État Fachi Beton Mkwachobolo, le premier Mzalendo, le commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo. Vive le Wazalendo, vive la FARDC, vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Asante sana. Hapa ni General Maesha Kasha Simba Wankutu. Nashukuru sana kwa mazungumzo ambayo imefanyika Nzibira leo na matengenezo tumefanya entre FARDC na Wazalendo. Kulikuwa shida kidogo ilikuwa inajitokeza
haikukuwa shida ya zaidi, lakini ilikuwa ni Satana alitafuta kujitokeza kusudi adui apate nguvu. Tumekwisha ongea na tumezungumuza, na kwa sasa tuko mtu mmoja. Sasa vile tunakuwa mtu mmoja, na tumekubali kama FARDC ni baba yetu na tunapasha kuya nyuma yake, kama vile chef de l'etat anatunga mkono na shetu tuko nyuma yake, sababu tunajua kama jeshi yenye inajulikana na gouvernement FARDC na iko akompanye na wazalendo, na tunaonesha population yote ya Kongo nzima, Walungu na Sud Kivu wajue kama ile shida imekwisha, na tuko tayari kupiga adui popote kwenye atapatikana. Mwenye atapatikana tena na mahabari za kutuma mahabari kwa reseaux sociaux kusema kuko mzozo entre FARDC na wazalendo Nzibira ni ya bongo. Sisi tunajikosantre hapa, kuko benye banatoka Shabunda, bengine banatoka Ninja, bengine banatoka Manyema, bengine banatoka Makasai, tuko ba mingi. Na shebo tuko hapa kwa ajili ya kazi na tuko tayari kupiga kazi. Colonel Copernic, Komanda Regiment, nashukuru sana kiongozi wangu kwa kunipatia msamaha. Asante. Haleluya. Merci. Sawa, c'est le commandant. Naam, hilo ni jambo moja la heri sana. Ni jambo la heri. Binafsi nasema kwamba hatua hii ambayo wazalendo wamechukua na FARDC wamechukua hatua moja babu kubwa, na hapa adui anakwenda kupatishwa haya, sababu adui alikuwa anategemea wakati FARDC na wazalendo wanaendelea kutokusikilizana, yeye alikuwa anajiimarisha. Lakini kitendo cha wao kuweza kuconcentrate na ukaa pamoja na kusema kwamba yale ambayo tulikuwa tunafanyiana tuachane nayo, na hivi sasa tugange mbele tuone tunafanya nini ili kuweza kuweka mazingira sawa, imekuwa ni jambo la heri sana, na kila mtu mwenye akili lazima aweze kule appreciate. Tukiingia tarafani Fizi ambako asubuhi ya hii hapa tarehe 23 ya jana ya mwezi wa 5 2025, mapigano makali yalijirudia tena upya maeneo ya Mikenge tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ambako wazalendo wa muungano wa FRCN ambayo inaongozwa na Luteni Generali Milenge Zelambuma maarufu kama Zelambuma ndiye aliyeweza kutikisa kwa upande wa Makahina, yani Makahina panaitwaga hivyo, Makahina, na pia FDCC APC ya Luteni Generali Kakobanya na Kalambi, nao pia aliweza kutikisa akse ya Bilalo mbili, akse ya Kipupu, Luteni Generali Medi Kamugoko pamoja na kundi lake ambalo linaitwa Jeune de Théo Dieu Merci, na pia waliweza kufanya kazi kwenye akse ya Elolwa maarufu kama Kilulwe. Sio kama unanielewa hapa niko namaanisha nini? Namaanisha kwamba mapigano ambayo yalifanyika mapema asubuhi, sawa, hii asubuhi ya jana ya tarehe 23 za mwezi wa 5 2025, majenerali takriban 4 ndio waliweza kuchukua akse mbalimbali, sawa. Hapo nikizungumzia Lieutenant General Zelambuma alikuwa anachukua akse ya Makahina maarufu kama Makahina, ndio eneo ambalo waliweza kumtwanga adui na kumkimbiza kabisa. Hapo ni kando ya ndani ya Mikenge, ikiwa ni mita kidogo, kilomita kidogo na Minembwe Centre, ambako adui iko concentré pale, yani ile ni kama confinement, iko confine fasi moja pale adui, so hawezi kutoka. Kwa akse nyingine kulikuwa kuna pia Luteni Generali Kakobanya na Kalambi. Kakobanya naye ni mtu hatari sana, anapigana sana yale maeneo. Yeye alikuwa anashikilia maeneo ya Bilalo mbili, sawa. Kwa upande wa Kipupu tuko na General Medi Kamugoko, unaona, na kundi lake
Unaona, so kwa yote ndio jinsi alivyokuwa, na tukimalizia pia na Theo DMRC kwa upande wa Elolwe Kilulwe, ambako naye pia aliweza kufanya kazi kubwa na hivyo kuweza kujimarisha vizuri sana kwa kuendelea kumpiga adui ambaye ni M23, kwa sababu Red Tabara, Twigwane ho, Androide, hao ndio M23 ambao wako maeneo ya tarafani Fizi. So big up sana kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mko pamoja na Baraka1 TV. Ejide Kizenga Tembele tayari pia na Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Makefra Kusini, Mohamed Papiro Rajab, Elisha kutoka Nairobi Kenya, Dafeza Daletesia, Ankis Kandeke, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, Diedone Butoto. So wote ndugu jamaa na marafiki ambao mko pamoja na Baraka1 TV, hao ndio ambao tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo mchana huu. Mengine tukutanane majira ya saa 9 ambako tutagusia ambayo yamejiri maeneo ya Kamanyola mpaka M23 wao kwa wao kutongana na pia kukimbia kwa Matata Mponyo bwana. Inasemekana kwamba Mapon amekimbia, na swala jingine hapa nyete ambalo tutagusia ni wale waliojiunga na M23 wanasadiki kwamba watakuwa wamepotea.